Mikweti nami wa Mulungu. Hiyo ndiyo slogan yetu ya maombolezo sisi Wabembe, lakini sitazungumza kwa Kibembe kwa sababu tumekutanika makabila mbalimbali. Nasoma hotuba ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Sango Rashidi. Alizaliwa nchini Kongo, kijiji cha Makobola, Bangwe, mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 1991 1991. Baba yake anaitwa kwa jina la Rashidi Losema wa jamaa ya Bashi Mwenda. Mama yake anaitwa kwa jina la Adela Losema wa jamaa ya Bashi Mwenda, pia nyumba ya Bashi Onge. Kwa maana hiyo ni mtoto wa Bashi Mwenda, lakini pia ni mwipwa. Ndoa. Marehemu aliwahi kuoa mke ambaye anaitwa kwa jina la Tantine wa jamaa la Bashi Mwenda, nyumba ya Lomona, wanazoea kuitwa Balala. Na kwa sababu ya kutengana kwa makambi ya wakimbizi, mwanamke huyo alienda Australia, huko akaanza maisha yake mengine. Kwa hiyo ndoa hiyo haikuendelea, na marehemu alizaa naye huyo mwanamke Tantine mtoto mmoja wa kiume. Baadaye marehemu alimuoa mwanamke mwingine anayeitwa kwa jina la Berta Misa wa jamaa ya Bashi Nyaka, nyumba ya Bashi Lukangyo. Baba yake anaitwa Kiza Mulanga, mama yake anaitwa Madelene Sango wa jamaa ya Babongwe Basheko. Watoto. Marehemu ameacha watoto watatu, mmoja wa kiume na watoto wawili wa kike. Masomo. Marehemu alisoma katika shule ya pale Tanzania Nyarugusu kambini, na alisoma masomo yake ya sekondari katika shule ya sekondari iliyoitwa Amitie, akiwa anasomea mambo ya uganga wa mifugo, kwa Kifaransa tunaita section veterinaire. Kazi. Marehemu alikuwa mwimbaji haswa, aliimba sana nyimbo za Injili, lakini pia alipenda kupiga vyombo vya muziki, zaidi sana gita. Na kwa hapa Marekani marehemu alikuwa mfanyakazi wa kampuni Amazon. Magonjwa. Marehemu hakuumwa kabisa, bali alitoweka nyumbani mnamo tarehe 17, ilikuwa Jumamosi usiku, na baada ya siku 2 tukiwa tunamtafuta, tukapokea simu kutoka kituo cha polisi mnamo tarehe 19 Jumamosi iliyopita, Jumatatu iliyopita, kwamba ofisi ya polisi wanaripoti kifo chake, walimkuta akiwa amefariki ndani ya gari lake. Kama familia tumejaribu kuwasiliana na ofisi hiyo ya polisi kwa ajili ya kupata majibu ya uchunguzi wao, lakini hawajatupea majibu mpaka sasa. Wametuomba angalau wiki 3 na zaidi ya wiki 3 kwa ajili ya kutupa hayo majibu ambayo wamefanyia utafiti wao. Kwa hiyo hatujawa na taarifa yoyote iliyo kamili kama vile familia, isipokuwa ile ya kusema kwamba mtu amekutwa amefariki. Kwa maana hiyo marehemu alipozaliwa 1991 na amefariki mwaka huu, amefariki akiwa na miaka 34.
Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo hotuba ya familia. Watu wa kanisa mtatuia radhi, kwa sababu tumeona ni vema, tumepewa nafasi ya ukumbi, na katika nafasi hiyo ya ukumbi tuna masaa ambayo tulipangiwa kuweza uwepo hapo na tumalize mapema. Kwa hiyo kwa sababu bado angalau tuna muda, kuna watu ambao ni wenzie na marehemu ambao sisi kama familia tumewapa nafasi kwenye sherehe au sehemu ya ukumbi, lakini tumeona kwamba sehemu ya ukumbi hatutakuwa tena na maneno. Tukitoka kule malaloni, watu wataanza moja kwa moja kupewa chakula. Kwa hiyo mniwie radhi, niwape nafasi watu hawa ambao walikuwa wenzie katika vitengo tofauti kwa ajili ya kuwa na neno fupi, na nitaomba mwe na neno fupi kwa sababu tumepangiwa pia muda wa kufika malaloni. Tuna watu wa section veterinaire wapo hapa, walituomba sana kama familia tuwape nafasi ya neno, wanaweza wakakaribia. Tuna watu wa shirika hilo la Amazon, tuna watu wa sijui kama wapo na translator karibu yao, na kama wapo sijui, lakini wamefikisha taarifa, tuwape nafasi. Na tuna waimbaji wa nyimbo za Injili kwa ngazi ya Marekani nzima. Hao watu naomba waweze kusogea ili kutoa maneno mawili kwa ajili ya huduma na kazi ile ambayo wamefanya na marehemu. Bwana Yesu asifiwe.